Amen. So unajua mnaonekana live. Anaingia YouTube unaonekana live. Wengine wanasema baba nilijaribu kuangalia, hujui kuangalia. Wewe hujui kuangalia. Unafaa uingie kwa account yako. Ndio utajiona uko live. Vipi unaona zile vingine kwa tulisikuwa sitazipeza kesha, lakini mwende live utaiona. Unapatikana pia Facebook. Alikuwa ananiuliza sababu alikuwa ameona watu wanani, nikamwambia wewe hatuna naona. Ni kama unaona hivyo sana. So wacha tukutolee bwana. Shika fungu lako la 10 vizuri. Jifunze kutoa fungu la 10 mwanangu. Jifunze nini? Kutoa fungu la 10. Ni muhimu sana katika maisha yako. Ndio hata pasta asipokuombea limeandikwa. Vita viko lakini 10 litaneneshwa na Mungu. Jifunze kutoa sadaka iliyo kamili. Biblia inasema toa zaka iliyo kamili. Amen. Shukrani iliyo kamili. Dhabihu iliyo kamili. Kuna watu mnaweza shangaa, nimekuja asubuhi hapa nikaambiwa nitoe kipindi cha sadaka ta watoto. Wacha nikwambie, ibada ya Sunday school ni ibada ya Sunday school, wanatoa dhabihu zao. Hili lazima ni introduce muelewe. Ibada ya teenagers ni ibada zao, lazima watoe kama teenagers. Ibada ya vijana ni ibada zao, lazima watoe, maana kuna vile wanajiandaa. Sasa wewe hujalazimishwa utoe pale, isipokuwa kama umejipaka wewe mwenyewe, it's okay. Umetoa katika madhabahu moja, haina shida. Amen. Kuna maid service ambayo ni hii sasa. Amen. Haujalazimishwa utoe, unakaa ile unangojea ile wakati tunaelewana? Sasa watu waelewe hii. Sio useme nilienda kanisani, hiyo kanisa ilikuwa ya kushangaza. Kila kitu, kila saa sadaka, kila saa sadaka. Kuelewa ndio hauelewi na haujauliza. Hata ukaenda kanisani kwa ama uulize huyo pastor anayemuelezea, hata pengine ni mnafiki, atakwambia walikuwa ni Sunday school, lazima watoe. Ilikuwa ni teenagers, lazima watoe. Ilikuwa ni vijana, lazima watoe. Na main service, kwanza hiyo ndio unatakikana uzidishi. Hata urudi nyumbani bila fare. Utembee hata kama unaenda Lamu. Kwa Yesu asifiwe sana. Nataka niombe maombi ya sadaka. Msikosekane kanisani. Mnanitia moyo leo umekuja wewe. Si ujipigie makofi. So wakati tunatoa sadaka na afisa wetu, kama yule mwingine ametoka juzi, tulikuwa naye kwa kesha. Alicheza mpaka akachoka. Yuko wapi yule Jackson? Yule alicheza akaregesha change. Baadaye kesha tulikuwa na kesha. I'm sorry sikukwambia. Tulikuwa na kesha, tulicheza. Ilikuwa ni kesha, yani tulicheza na tulibarikiwa sana. Kulikuja kanilipa riska fupi lakini kalikuwa kabaraka sana. Na tulitoka hapo. Hata mwingine alitendewa baada ya hiyo asubuhi. Mwanangu mmoja yuko hapo, alinipigia simu asubuhi, akaniambia, kwa nini kesho ilikuwa na nini? Kuuliza kwa nini? Akaniambia kuna vitu vilikuwa vimefungika lakini Mungu amefungua. Amen. Tena muujiza mkubwa sana kuhusiana na shule yake. Amen. Unajua shule lazima serikali itambue. Amen. So tukasikia raha sana. Mimi huwa nafurahi jambo likitendeka. Amen. Mwingine alikuwa bwana yake
Sema bwana yake alikuwa ametoroka. Yaani bwana tu alitoroka. Yaani wanaume mnatorokaje bibi? Yaani wewe sometimes mnanishangaza. Wanaume utatorokaje bibi? Kwanza alitoroka. Kwani mnakuaje wa mama wakali hivyo? Wake wa bwana wanatoroka. Kama ni majukumu. Anatoroka majukumu. Wewe ndio unabaki bali. Basi uko strong sana. Wanaume kutoroka majukumu wewe si mwanaume. Majukumu yakimbiwe. Wewe kaa kidume hata kama una kitu. Mwambie sababu nywele zangu tu utabaki, hiyo ni kazi. Jamaa akasema tukamwombea akarudi. Aliporudi akamwambia nipeleke kanisani. Asante sana baba. Si kwamba ulikuwa ni majukumu, ulikuwa ni jipepo. Kuna mwanamke mwingine alikuwa ameanza kumtongoza akawa na kupeperusha. Hapo hapa namwambia live. Sikupenda kwa. Achana na wanawake wa nje. Sikiza wa ndani. Wale wa nje ni wabaya. Wale hawana haja na mapenzi na wewe. Kwanza akijua una mwanamke mwingine, watakunyafura. Alafu nyinyi wanaume mkipata mwanamke anakupenda, usione ni mjinga. Hebu fikiria vile anakujilinda. Wewe unaweza kujilinda hivyo? Fikiria vile anakujiheshimu, unaweza kujiheshimisha hivyo? Huyu mtu apeleki mahali mwili mwingine, anakutegemea wewe. Anahitaji upendo tu kwako. Mungu hai, lakini anahitaji upendo tu kwako. Kinachomfanya akae pale kwa nyumba, kinachomfanya akusikilize, kinachomfanya akufuate. Imagine. Bana. Saa zingine kweli na roho ya huruma. Wanaume, sinaongea na nyinyi kwani mmekasirika? Hata ukikasirika kwa kanisani utanifanya nini na nitatetewa na mama? Na mama ni wengi. Wamama mtaniacha nipigwe? Lakini si kweli bwana. Ni nini unakosa hapa huyu? Tamaa. Ndio unakuwa tamani nini? Ni mbaya. Kwani yule John wa kitambo alienda wapi? Ambao uliniambia unanipenda na ukanipeleka Mamoro na nikakubali kuishi na wewe. Sasa huyu mwingine siku hizi mambo ya kuoa mabibi wengi ilipigwa na wakati. Uchumi wa saa hii ni wakasongo bwana. Au mimi si wewe. Usipanishe na wakina Suleiman walikuwa na mang'ombe. Wewe hata kibandani kwa mboga unadaiwa. Wazako na mang'ombe wanakunywa maziwa bure. Usijibananishe na babu yako. Uliza ng'ombe za babu yako zilienda ngapi kwa mama? Wewe tangu unadai bako unadaiwa. Siku hizi maisha ni kukubaliana na yule uliye naye tu. Upange ratiba na yeye muishi vizuri. Naona ukikaa serious na life, utakaa serious na ndoa yako. Utakaa serious na mume wako, utakaa na serious na mke wako. Kwa sababu una future ya kesho. Lakini kwanza nikwambie, mwanangu, wewe uliye hapa, unayetamani wasichana wadogo wadogo ama unayetamani wanawake wengi, usifurahikie mwanangu kwenda kuvuliwa nguo. Usidani pale unabeba utajiri. Angalia mtu yoyote anayependa wanawake sana, hata kama alikuwa tajiri, atakufa maskini. Hata kama unacho, akitafanya hakuna siku utajenga, hakuna siku utafanya jambo la maana, hakuna chochote utakachofanya. Kwanza vitu vingi utakapovitaji kwako kwa maisha yako ni vitu vya masifa ili usiache. Na huo ndio ukumba. Kanisani saa zingine Mungu anaweza kukuangushia neema ya kukuambia. Baada pale ukienda na ulala na huyu unabeba maroho. Ukikaa na huyu unabeba maroho.
Na ni hatari sana kuvunja mabikira za watu, alafu yule mwanamke akae tu. Hiyo kitu ni mbaya sana. Kaa na mke wako, na moment vile ulivyompata, hata kama na maroho ni maroho, nyinyi na wewe nyote ni maroho moja. Kuliko kwenda kubeba maroho mengine. Unaleta kitabu ndani ya nyumba, unaleta manuksi. Wewe angalia, mwanaume yoyote kama anapenda kulala na wanawake, akifika kwa nyumba kuna kosa amani, hata iweje, lazima mkose amani. Hata yule mwanamke anakosa nguvu, yani kuna vile tu anahisi kwamba hayuko sawa kwa nyumba. Hata bila alikuwa anakungojea na hamu, ukikuja ni kama anakaa, yani si vile. Lakini ukikuja kama uko fresh, utasikia kuna mvuto wa damu. Nyote mnatamaniana. Lakini wewe kama umetoka huko hata unasema ngoja niende kwa mjinga. Sasa kati ya wewe na yeye mjinga ni nani? Sijasema mtu, lakini mjinga ni nani? Usiseme pasta nimetukana tabia yako, si wewe uko sawa. Nataka ufanikiwe katika maisha. Hauwezi kufanikiwa kama unapenda hiyo kitu. Atukiaye hiyo kitu, maisha yake yote ni mazuri. Na hata kwa nyumba mkikosana, ni ile inaitwa emergency. Makosano tu emergency. Lakini kuelewana ni kwa wingi. Lakini mwingine akiwa na mwingine, mtu mmoja akiwa na mwingine nje, yaani kila atakachokifanya mwanamke pale anakosea. Maana tayari mche. Amen. Haumudi wa maana. Maana unasema sasa yule ananongelesha vizuri. Huwezi kumwambia kama yule ananongelesha vizuri. Na yule anayeongelesha vizuri hakujui. Yule anakujua tabia zake. Amekukaa hapo amekuvumilia sana. Hata saa zingine anaweza kuangalia kadana na kupenda, kumbe analia kwa ndani ya roho. Nasema hili ni baba, hili ni teza, lakini nalipenda. Amen. Sikukesha mapenzi kwa mke wako. Nekesha mapenzi kwa mke wako. Mapenzi ni raha bana. Mapenzi yanaleta utajiri. Unajua ni kwa nini nakwambia hivyo? Ukiwa na amani utafanikiwa bana. Kuna mama anaweza jaribu kufungua business lakini mmekosa amani kabisa. Hata kama hiyo biashara inaenda unasema iende. Maana roho yako inakosa amani. Sasa kama unaregesha change vibaya na unaona uko sawa, unasema hapa kuna wachawi. Unaokotewa. Unaregesha change. Mawazo ni mengi. Lakini mtu kumfurahisha anakuwa makini. Regesha upendo kwa baba, regesha upendo kwa mama. Upendane bana. Nataka kuja kuombea nyumba zenu mnazojenga. Sawa? Nataka kuja kuona saa zingine naona napita na pikipiki unaniambia baba, shuka hapo ingia. Saa zingine nikiitisha mchango kama huu, mmoja anajitolea. Anasema baba nimesaini cheki, atoe pesa. Lakini mkikosa amani hakuna cha kusaini cheki. Na zote visikia na wewe unakula kwa. Wangapi wanahitaji amani? Sema Yesu, nisaidie. Niishi kwa amani. Sitaki shida wala vurugu. Chochote kinachonisababishia vurugu, shida na manuksi ukaniondolee. Unajua nimekuapisha, sio kama ulikuwa unapangwa kando waachane nao. Kwa kando si mwanaume peke yake, hata wao waseme amen. Wewe mwanamke.
ndio ushapa umefanya hivi. So kama uko naye unapangwa kando, baadaye na bolsa hapo uunde kwa kurudi nyumbani, urudi kumbe pura akuchome na maji. Bedhewe na hapa kwa hii madhabahu, Mungu nataka ushuhuda. Kama mtu atasikia kile ambacho tumeonea, akasikia kwa mangumi. Amen. Wajua ulielewa na muamini sana, si ndio? Wewe umjui, lakini huyu wako ndo muamini. Amen. Huyu wako muamini. Amen. Wazee mbona umetulia sana? Wajua nini wazee mnanishangaza? Mume wako sasa hivi umetishika. Alex. Simuni salimie. Mbona nimekosana na nyinyi? Eba. John, uko sawa? Amen. Tuwe serious na maisha, si ni kweli? Watu wapendane mzee, si ni kweli? Kabisa, unampenda mke wako? Sana? Kweli. Hata kama umpendi utampenda. By force by fire. Matias, umekuja saa ngapi? Hebu ni hagi. Amen. Karibu bwana. Umekaa smart. Huyu ni bibi ya Tina. Ni bibi. Ni bibi. Ni bibi. Hao watu wameoana. So nasema tutadhihirisha kwa ni bibi. Alisema hata hakuna tofauti kati ya wewe na yeye. Angalia. Ati mwili ni mmoja. Tena akasema si moja tena bali wamekuwa kitu kimoja. Sasa kwa nini yesi bibi? Ni bibi. Sasa zingine ukimwambia mume wako ni mpumbavu na uliunganishwa na yeye. Ifikirie bwana. Sasa zingine unaweza kuidukana ghafla. Sasa zingine mtu akigombeza mwambie unajigombeza mwenyewe. Maana mimi na wewe hatuna tofauti. Sote ni wendo wazimu kwa hii nyumba. Kwa mjinga. Basi hii nyumba imejaa wajinga. Wajinga ni wapi? Kama unataka kwa maandiko. Ama ni wakusie kifungu. Hata haiko mbali. Ni Mathayo tu. 19. Wajua verse 5. Niangalia mambo kama. Sawa? Wewe mtu akikwambia wewe na zingine muangalie. Shukuru Mungu kwa kurudisha mjinga mwenzangu. Ati hauna akili. Hizi akili zilichikana kitabu. So kama hakuna moja iko kwangu, moja iko kwako. Lazima iunganishe. Sisi sawa. Wazee leo mtoe sadaka nzuri. Amen. Umepata hapo inazungumzia hivyo? Unajua wengine wanasema neno alijasema hivyo. Unajua unaishi ni kama wewe. Bado ulimkubali na ukaingia. Hata kama ulikuwa na group O, sasa hiyo unaye ana group O. Amen. Mathayo Mtakatifu 19:5 inasema, sikiliza kwanza, hata mahali unapoishi hauishi na mamako na babako. Hata wao wakutafuta kwa simu. Ule naye akutafuta kwa simu, hata ukienda najua jioni unarudi kwa mjinga. Mwenzako. Wewe ni kazi zimekushika. Lakini sote tumepambana. Nafikiri ni siku ya harusi. Ya harusi ya Yerusalemu. Hizi ndio zipatana. Amen. Na wewe kama una mchumba wako na wewe mheshimu. Wewe mchumba anajua kama kwanza yule
yule sasa pale ndio unatakikana uwe kama Zuzu. Unajua siku hizi mnasema ati mapenzi si ya kuforceana. Tafuta ile ambayo unasema hivi. Utakaa tabia umvi. Nani ataoa jamani? Wewe kwanza kupigana kwa misuti tena nikubali ni Unaona ndio kuingia kwa Yesu unaapishwa. So kule kwingine bado kama kubaliana na vile viapo. Ndio yeye asema okay. Huyu sasa ako tayari kuolewa. Amen. Amen. Hebu soma. Unajua ndoa amesema. Akasema. Akasemaje Yesu? Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye. Ataambatana na mkewe. Alafu na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Sasa tumeona wewe unasema mwanaume na wewe mwanamke. Hebu nipe jibu hapo. Watakuwa mwili mmoja. Akili nyingi kichwani. Kumbe ni mwili mmoja tu na bibi yako. Na ndio maana mkiwa na amani, mwenzako akikosa amani ni kama wewe nao umekosa. Lakini ukiona wewe bwana hana amani na wewe unafundira, hatuko mwili mmoja. Hiyo ni pastor akisema. Hii si mwili mmoja. Ni pastor akisema. Sio mwili mmoja. Lakini ile mwili mmoja hata mwenzako kwa mgonjwa na kali wewe unakosa amani. Utamtumikia, utamkana, nendea maneno mazuri, utamkalisha kwa mapaja, umulishe uji, na narudi kama mtoto. Na akitoka hapa akipona, anafikiria niko na daktari. Amen. Hata kama kuna madaktari specialist anasema yule wangu na gani hata si specialist. Yule amehitimu. Amen. Wajua nyinyi ndio mnafanya wanaume wanakufa haraka maana hakuna siku cha kumlishwa. Unajaza chumvi nyingi na ikiwa uko moto haujapozwa. Yaani wewe uko na mimi tu kwa sababu ya mali. Tena kila siku kunywa uji nikwambia andikisha hii mashamba mapema. Amen. Haleluya. Amen. Hebu maliza. Amen. Hata umekuwa si wawili tena. Bali mwili mmoja. Sasa wewe nilikwambia kama Matches anaitwa Tina. Na Tina anaitwa Matches. Mwili lumo. Unaona hapo? Praise. Unaona ameniangalia? Praise. Akisikia hilo jina hata kama mahali anapita anasimama. Nenda nataja bwana yangu. Ama nyinyi mkisikia bwana yangu anataja anapita tu. Hii ni maajabu. Sisi tunasema hizi ndio za mipapatu tu alifundisha. Yaani unasikia ati wewe ule praise yule praise. Na bibi yako anapita hata sasa. Ati akifika kwa nyumba ndio sikia mtu kama wewe akitaja. Alikuwa anaongea sijui swali ukaulize. Lakini wewe ukitaja unasimama. Basi mwili uko tofauti. Amen. Amen. Imekuwa sio mwili mmoja si kitu bali mwili mmoja. Imekuwa si kitu kimoja tena bali imekuwa mwili mmoja. Na Yusuf. Twende. Kujalia angalau kusikia neno kama hili. Unatamani kumgusa Bwana wako. Unamgusa tu hapo unaongea unasikia. Hebu sikiza. Kwa kanisani kaa karibu na mume wako. Mambo mengine yanahusu huyo mzee na mambo gani yanakuhusu wewe?
Ndio neno likiongelewa kama vile unamwambia, unaona Mungu amekuongoza leo umefika hapa. Unamfinya. Unamwambia hii iingie pake kwa nyumba. Amen. Hebu maliza. Sisi tumebarikiwa na roho mbaya. Amen. Basi aliyounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Sasa mkiwa mnatengana, aliyeunganisha ni Mungu kweli ama ni pastor? Hizo swali. Yule naye utamwacha. Hakika kama uko Yerusalemu hata ukitamani kumwacha utamwacha. Kabisa. Hauachi. Hata ukisikia kumwacha hiyo hata ukasirike aje. Na hata kama yani ukimwacha kimakosa, Mungu asiwe ameshuhudia huko kwa jambo kwako, hakika utateseka kama utamani kurudi. Kama ungekuwa ni wamama wangesema amen. Wazee hakuna amen. Na mimi hata naongelea kote hii. Sasa unaona nimeegemea kwa wazee peke yake. Kama ni mwanamke utarudi na furusi lako. Kabisa. Kama ni mwanaume nawe utaomba. Alafu usikie Mungu wako anaendelea vizuri, wewe unateseka. Lakini yani asikuache, wewe usimwache. Akikuacha mwachie Mungu. Kabisa. Maana Mungu hapendezi na watu wanao si hata maandiko yanasemaje hapo kianzia hapo mwanzo. Hiyo Mathayo na nini? Inasema makutano mengi wakamfuata Yesu. Akawaponya huko. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia. Walikuwa wanajua torati ya Musa na Mungu kabisa. Yes. Wakamjaribu wakamwambia, "Je, ni halali mtu kumwacha mkewe?" Ni swali. Kwa kila sababu. Yaani kuna watu wengine wanakutafutia tu sababu. Halafu Amen. Yesu akasemaje? Akajibu akawaambia, Hamkusoma ya kwamba kwa hivyo ilikuwa ni kitabu tayari kilikuwa kinaendelea. Yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu waume. Amen. Unajua Biblia inasema ati shimo la kahaba ni shimo refu. Sasa hapa fanya kidole hivi. Moja. Kama una wawili fanya hivi. Kama ni mmoja baki kweli. Na ukweli ukuweke huru. Amen? Moja. Hai. Amen. Na nikupate Jumapili, nikikukosa najua ni hilo neno. Alimuumba mtu mume na mtu mke. Na mtu mke tu peke yake. Akasemaje? Kwa sababu hiyo baba na mamaye. Ndio naona sasa ilikuwa vile inafuata. Haleluya. Amen. Unaelewana? Kwa hivyo Mungu anasema apendezi na watu wanao wewe, kila mtu unasema huyu ananipeleka vibaya. Unafikiri yule atakayepanda na kupeleka vizuri? Hata ukijiangusha kwa ndoa hiyo unaweza na nyanguru peleko mwingine. Au nyanguru akikumeza anakumeza anakukula kabisa. Amen. Sasa umesikia pale unaambiwa amekuwa mwili mmoja. Ndio maana sisi wengine hatukuumbwa na njia mbili, hatukuumbwa na fimbo mbili. Vitu vyote vilikuwa one. Sasa jiulize ukiwa na hizi vitu
wewe wengine nini kama sio uchawi. Kazi nyingine ya uchawi. Ya uchawi ile ya ukahaba. Maana utosheki. Nilikwambia kitu kimoja, nikakuibia siri. Ukiwa na mwenzako Hello? Lakini hii inahitaji semina. Ukiwa na mwenzako hata kama gari imeenda, ndio umeona inaenda ikikwama na kama hadi ishie mafuta njiani. Usimwambie ya kwamba ati safari ilikuwa sijafika. Unamvunja moyo. Kweli yenyewe. Lakini ukimwambia wewe ilikuwa ina mafuta lakini nimeenda safari fupi lakini tulikuwa speed sana, nimetosheka na hiyo safari. Wengine tukitembea mbinguni sana. Tumeelewana? Lakini ukimwambia sijui hata sina nani, hiyo yabaki moyoni mwako, asiyajue. Maana ni wako. Ukimwambia hivyo, akiondoka kwa nyumba anafikiria ni nani mwingine anaenda kufikisha hilo gari. Na kupaki na nakusaidia wewe. Yabaki moyoni mwako. Biblia inasema moyo una siri kubwa. Maana mwanaume yoyote hapendi aibu na hapendi kudhalilishwa. Hata mimi mkaomba kinaambia hivyo na kuacha. Na kuacha hapo nyumbani, si kwamba na kuacha kabisa, na kuacha hapo nyumbani sishughuliki tena. Sasa hata nikishughulika siendi. Ina haja gani? Yaani mkono wangu ni mfupi, alafu nasema nikune huko mboni na sifiki. Sasa ni haja gani nikune huko kwingine na kule kwingine sina mimi. Tafadhali niseme wewe tafuta Amen. So, hiyo huwa ni mbaya. Na huko si kujenga nyumba, unabomoa. Sasa akisikia mtu akiongea mahali anasema nilipata mtu mwingine alikuwa imepita beskili, ikapita pikipiki, tukutuku ikaingia ndani. Nikapata ingine kumbe hata ni semi-trailer. SGI naye anashtuka anaanza kufikiria, kumbe ile alipitiwa na trailer. Hata maandiko anasema kwani shimo refu malaya akikaba ni shimo refu unafikiri ni kitu mchezo. Hakuna siku litajaa mavi. Ukija kuona simu kuna mahali kwa serikali kuna mashimo mengine hayajai maji. Wewe unaona hizi matakataka zinaenda kutupwa huko, zinatupwa na zitupwe baharini, wanapoa na tafama mazingira. Sasa zinatupwa wapi? Uko mahali kusikoja. Amen. Sasa unapojiheshimu, amen. Nikaja nikawafundisha siku moja. Unaona ule mlango? Ule mlango uko aina mbili. Mwenye shamba narekebisha ndoa zetu Mwenye shamba, kama kuna watu washaikuwa na shamba, hata pengine pale mahali kwenu tu mnalimaliza, kuna kanjia kakwenda shambani. Kale kanjia kwa sababu ni mwenye shamba anapita, huwa hakangosi manyasi. Lakini sasa iwe njia ya kila mmoja, uwe inakaa kibara pake. Lakini kama ni mwenye shamba peke yake anapita, hata kukipita mtu anauliza, ndio na miguu ya mtu mwingine. Yaani kwa sababu ameweka misingi. Ama amechukua zile amekata miba ameziba huku na huku. Sasa kuna mahali kwake tu ndio huwa anafungua akienda kuangalia mboga zake. Lakini akikuta ile jisanzu limeondolewa,
anaanza kuuliza ama kuna mwizi amekuja huko. Anakuta vitu vimebadilika. Lakini pasipo kuingia mtu anakutwa hata hana wasiwasi. Sasa wamama umeacha mbele. Ulikuwa unaingilia wazee, sasa umeacha mbele. Kwani mmefikiria nini? Niko hapa, nyinyi mmefikiria nini? Umeshikanisha hiyo kabisa. Basi pigia kitu makofi. Sasa unakuta mahali panakuwa na amani. Hata kikasirika na kasirika mengine, lakini hakutajibu kule. Baba amepata kila kitu kiko sawa. Lakini ukiona akiongea anasema hata sisi niliacha. Hakwambii nini? Hakwambii chakula, hakwambii nini? Sasa unashika ati si vile ndio. Begi lake liko hapa. Nguo zake ziko hapa. Na umeambiwa ni mwili mmoja. Sasa huko kwingine mnaenda kufanya nini? Asifiwe Mwokozi. Amen. Dumisha ndoa yako. Wacha nikwambie, ndoa ikiwa na uaminifu, ikiombewa, Mungu anasema uaminifu. Kama utaendelea na uovu, hata utalaumu kanisa. Utalaumu mapasta. Kwa sababu mwenyewe umekosa nini? Uaminifu. Mungu anajibu maombi mahali ambapo mtu ameamua kuwa mwaminifu. Mimi ninakwambia for free. Na kama utasikia usiwe mwaminifu, nenda ukiombewa. Haleluya. Sisi tunakuombea, tunakufungia uishi na amani. Kitu tunachotafuta mwanadamu sana ni moyo wetu ama mioyo yako kuwa na nini? Na amani. Ukibarikiwa umeleta amani. Ukipendana umeleta amani. Ukifanikiwa umepata amani. Lakini ukikosa kufanikiwa hizi vitu, lazima utakosa amani. Na kama kuna kitu kina nguvu sana kwa hii dunia, ni vitu vingapi? Vitu vingapi? Nimesema katika dunia, lakini hata na Mungu ni namba 1. Hawezi fananishwa. Biblia inasema usimfananishe Mungu na mfano wa kitu chochote. So huyo hatuwezi kumfananisha. Lakini sasa tunaongelea vitu viwili hapa duniani vilivyo na nguvu sana. Ni nini? Ya kwanza, ya pili, mapenzi. Lakini mimi huwa nasema mapenzi yana nguvu sana. Maana hata huyu mwenye pesa anaweza toa pesa zake kwa sababu ya nini? So mapenzi yanaongoza. Wazee wa zamani walitafuta tiba ya mapenzi, walikosa. Na tiba ya mapenzi ni kupendwa ama uachwe, uumie mpaka uchoke kabisa ukinai mapenzi. Wako useme sitawahi olewa, sitawahi oa, umepata tiba mbaya. Lakini ninakwambia mimi ukweli, wazee wa zamani walitafuta tiba lakini wakakosa. So tiba nzuri either upendwe na upende ama ukinai mapenzi. Na utakuwa na stress, utakuwa unaona wenzako wakitembea, unajaribu kukumbuka, unasema wacha nishike njia. Bado una ugonjwa. Yaani huyu mwanaume anaweza kufanya hata siwezi ya mimi. Mimi mambo ya wanaume tena umechanganya. Babu yako. Babu yako, tunaanza na babu yako. Sasa unakuja baba, wajomba sana. Mambo ya wanaume mimi sitaki tena. Kwanza wanaume wote hivyo na waiti vile majini. Paka pasta yuko hapo. Kwani nimebaki kana? Unaona nimesonga kuja hapa. Haleluya. Sasa unachanganya wote, mjomba wako unajifanya unamheshimu. Halo mjomba.
shikamoo, na hapo ulisema wanaume wote ni wajinga. Unayemsalimia shikamoo pia naye umemwita wewe laumu yule. Wacha nikwambie, kama ulipatana na ngulusuku, ulipatana tayari na ngulusuku. Wanawake wako wazuri na wenye kujiheshimu na wachoyo na mali yao. Sasa kama ulipatana na asiyekuwa mchoyo, kila kitu kwake ni cha serikali, ni wewe. Halo? Kila kitu kwake ni cha serikali. Yaani ubure wake ni umfurahishe. Yaani unajua kwa serikali ukienda unaambiwa shule ni ya bure. Lakini ukipatana hapa na ni principal, anakuambia A B C D. Sasa yeye anakuambia hana shida. Mimi sina shida. Radi tu ninulie serikali. Hata ukitoka wenzako anaenda anunue serikali. Sasa ukipatana na serikali hauna bahati. Amen? Amen. Kwa serikali ya watu wote. Hata sisi tuko kwa serikali. Ndio na ID tuko kwa serikali. Na tunajivunia kwamba kuna serikali yetu. Tunaona serikali ya Kenya na katiba yake. Sasa pale ndipo ukienda katiba yake ni kununua unga. Hakuna majani. Ukilipa nyumba tena ni unakaa kwa muda. Unajua ni meza serikali. Ndio hizo nyumba za rupe zinajengwa. So pale ukipata hiyo nyumba, usiweke mambo yako yote kabisa. Bana leta akiingia rais mwingine atasema kile hizo nyumba ni serikali. Tunawapatia watu wanaofanya kazi kilindini na askari wetu. Waona fukuza. Sasa ukikwamilia mahali umeenda kwa serikali, wewe jua ni muda tu. Umeacha nyumba yako. Lakini shida ni kwamba hauna akili na unataka kuambiwa. Maana haufikirii hivyo kufanya kitu. Amen. Ndio maana tukienda makanisani mengine tunakuwa tuna ndoa. Na ndoa nayo isipokuwa kujua kuifikiria kwa mikono miwili kama vile Mungu alisema. Uwezi. Mungu alisema vizuri. Sasa kuna mchana, kuna madhabahu, pengine kwa kina Bwana kuna madhabahu, lakini sasa tumeokoka. Tunaomba, hatuamini mchawi, hatuamini madhabahu. Tunaamini Mungu anaweza. Si ni kweli? Bado naamini kuna madhabahu kweli? Mimi siamini madhabahu. Hata nikuonyesha lini ya madhabahu, Mungu ananiaminisha kwa kuomba. Na vunja madhabahu na haribu uchawi, maroho ya mapepo, whatever. Kwa hivyo mimi siamini kitu ninachokivunja hakina nguvu. Sasa kwa nini hii glasi mtu akiishika mpaka awe makini, akiachilia imevunjika? Sasa mimi siwezi kushikilia madhabahu za kwetu kwa makini. Amen. Na ziachilia kwa Yesu ili zivunjike. Maana zina msaada kwangu. Amen. Wacha tuombee sadaka. Baba uishie milele. Tumeleta sadaka zetu mbele zako. Tuko katika hekalu lako, madhabahu yako takatifu. Na hii sadaka wache kawe manukato mbele zako. Ninapoenda kukutolea Mungu, Baba ukabariki, kanifungulie milango. Kila tatizo linalokwaza moyo wangu, linalonikosesha, kama ni tatizo la ndoa, kama ni tatizo la kazi, kama ni tatizo la watoto wangu, kama ni tatizo la wajugu zangu pamoja na familia, kila tatizo Bwana ambalo linanikosesha amani, Mungu kanitatue. Na kama ni amani Bwana, ninaitisha kutoka kwako. Kama ni uzima Mungu, na uitisha kutoka kwako.
Kama ni afya Baba, nauitisha kutoka kwako. Kama ni ulinzi, nauitisha kutoka kwako Baba. Kama ni ukombozi, nauitisha kutoka kwako, ukaweze kutukomboa maisha yetu. Mungu wetu yakawe na amani Bwana, mahali popote Baba ambapo sawa Mungu, nenda ukatufanyie ili pakawe sawa. Na leo hii Bwana ninapoitoa, wacha madhabahu yako yakanene Baba, bali madhabahu ya mababu na manyanya na wazee wa mila na makaburi na machupa na matunguri zikakose kuongea, kwa maana Bwana ninakutolea wewe Baba. Pokea sasa, unachua ninapokutolea Baba, unachua chozi langu, huzuni yangu Baba, unachua kilio changu Baba, unachua maombi yangu Baba, unachua vile ninahitaji. Ukanitendee, 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 ukanitendee kwa maisha yangu, ukanitendee, ukanitendee Yesu, ukanitendee wewe mwenyewe, ukanitendee wewe mwenyewe, ukanitendee wewe mwenyewe, maana wewe ndio unaitwa. Na ndio maana Baba ninakutolea. Mimi sitoi kwa Mungu nisiyemjua, ila natoa kwa Mungu ninayemjua, anayejibu maombi, anayejibu zaka zangu, anayejibu matoleo yangu. Si mwingine, Mungu aliye hai, aliyeniumba, vile vile Baba aliyemtoa mwanawe wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, aliyekufa msalabani na akasema yote yamekwisha. Baba, mabaya yote yakaishe, lakini mema ya Bwana tukaweze kuyapokea. Tunatopeleka Baba, nikachukue uzima, nikachukue afya, na nikachukue baraka za maisha yangu, ya sifa na utukufu katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tumeomba na kuamini. Tolea Baba, tolea Bwana, kuna baraka mbinguni. Wewe tolea Bwana, tolea Baba, Mungu anaweza. Tolea Baba, kuna baraka mbinguni. Tolea Bwana, kuna baraka. Wewe Baba, wewe Baba, tolea wewe, kuna baraka mbinguni.